Asante. Swala la nyongeza na swala la nyongeza kwa Bwana Julius. Swala langu la nyongeza ni kwamba je, Bwana Julius, unaona kwamba au huoni kwamba sasa hivi kuna ulazima kwa jamii wa Masai, hasa viongozi wa malaibanani ambao umesema mko umetawanyika katika wilaya 8? Mimi naona ni zaidi ya wilaya 8, maana kuna Wamasai wanapatikana huko Morogoro, wengine wako huko Mbeya, wapi huko, mko umetawanyika sana, hasa kwa upande wa kanda ya kaskazini mko kwenye wilaya 8. Lakini hauoni kwa kipindi hiki cha sasa kwamba ni muda mwafaka kwa Wamasai au kwa viongozi wa Wamasai kwenye wilaya hizo tofauti, mkiwa na networking ya kuwa labda kama tunapokutana hapa online, unaona tunaongea na tuko katika mataifa mbalimbali, kwa sababu hamko karibu. Unaje kama mtakuwa mnaanzisha mtandawazi labda kama kukutana kama mnaunga kama club kama hii, ili changamoto inapotokea au mnapotaka kuongea mnaweza kukutana online mkaongea hivi, ili kufanya mambo kuwa rahisi, kwa sababu kuunganisha watu kwenye wilaya 8 si rahisi mkutani kwa mara moja kila mara. Wewe uone kwamba ni jambo sahihi kwa kipindi hiki mkianzisha mtandao kama huwa Clubhouse, kama mtandao wote, ili mnaweza kukutana mkaongea, hata kwenye WhatsApp inawezekana mkakutana, mkitaka kukutana mnaongea, hata mkiwa mwingine uko Gorongoro, mwingine uko Simanjiro, mwingine uko Kiteto, mnaweza kukutana walau mkaongea, au wakaweka vikao mkaunganisha namna hii. Sijui kama nimeeleweka. Ndio hilo nataka nisikie kutoka, kwa sababu unaeleweka kabisa, na hicho unachosema ni kwamba ni kweli, kwa sababu kuna wakati pia tunakuanga na kwamba ile muunganiko tunakuwa na platform ambayo tunawaalika wenzetu, kwamba sio kwamba tunawabagua, lakini pia namna ya kuwakusanya. Hizo pia tunatumiaga hizo mbinu kupitia hizi, kwa teknolojia pia imeturahisishia kwamba hata kama sio kwamba Tanzania tu, kuna wenzetu wa Masai labda wako Marekani, wako wapi, pia mtandao imetusaidia kwa ajili ya kuunganisha. Kwa hiyo pia tunaitumia kama namna pekee ya kuleta watu pamoja na kujadili masuala ambayo yanatuhusu. Asante sana. Okay. Nadhani uko umeshamaliza. Labda niongezee kidogo. Niongezee kidogo. Sisi kama kwa mfano wilaya ya Ngorongoro ambayo kuna pendekezo la kuanzia mwaka 2019 ililetwa na serikali. Pendekezo hilo ilikuwa ni kufanya eneo lote la Ngorongoro kuwa hifadhi. Yaani 87% ya eneo lote linakuwa ni green. Yaani ni eneo ya hifadhi ambayo inakuwa ni non-go zone. Kwa ile 10% kidogo ambayo imebaki ndio sisi kama maeneo ndio tunatumia kama katika kidogo ndo mpiga. Kwa hiyo kuna hiyo ulikatika kidogo lakini na mimi nimeona kuna mtu alinipigia. Kwa hiyo nimesema 80%. Kuna pendekezo ambalo serikali walileta ya 87% ya eneo lote kama linafanywa hifadhi. Na ndio maana kama mmesikia kwenye ile ripoti kwamba kuna eneo mpya ambayo inatengenezwa, ni kwamba tuna hifadhi ya Ngorongoro, tuna Polar Lake Game Reserve, lakini pia kuna hii eneo nyingine, pori nyingine ambalo linatengenezwa la Natron karibia na Oldonyo Lengai. Kwa hiyo tunasema kwamba serikali sijui kwamba wanatuangaliaje sisi wenyeji ambao tunaishi maeneo haya, kwamba tunaishije, tutaishi angani kama ukichukua ardhi yote, ama kwa mfano sisi ambao tunategemea mifugo kwa sababu hatulimi, hawa mifugo wetu watakula nini kama watachukua eneo lote la ambayo tunategemea kwa ajili ya malisho. Lakini pia kwa upande mwingine ambao watu wanalima, wanachukua maeneo yote ambayo yanatumia kilimo. Kama mnakumbuka, kama mwezi uliopita kulikuwa kuna mgogoro ulioonda ambayo ni wanajeshi wameingia kwa hapo, wamechukua lile eneo lote la Polar Lake, lakini wamekuja tena maeneo ambayo yanapakana na vijiji, tena sehemu ambayo waliacha wakaingiza tena kwamba wanatengeneza eneo la misitu, wakaanza kukata karibia ekari zaidi ya ekari 60 ambaye mahindi ambaye tayari yalikuwa yanakaribia
yanakaribia kuiva. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto ya kwamba sijajua kwamba kwa nini tunafanywa haya kama kana kwamba sisi sio wa Tanzania. Na lile zoezi liliendeshwa na mkuu wa wilaya pamoja na shirikiana na wanajeshi, kambi ya jeshi ambayo liko kule na migambo wa kule, bila hata halmashauri kujua. Maana baadaye kwenye viti, mwenyekiti wa halmashauri, madiwani na viongozi wengine wa maeneo haya walilalamikia kwamba kuna mtu tu anaamka tu anajichukulia hatua, anaanza kukiuka vitu bila utaratibu. Umemaliza? Simu umepigiwa simu, manake uko kimya kaka Julius. Nimemaliza, ni hiyo kitu kidogo tu nilitaka kugusia kwa sababu hatujagusia Loliondo. Nafikiri watu wengi walizungumzia Loliondo, lakini pia nilikumbuka kwamba labda hii hatujazungumza ya hiyo 85% ya eneo 87 ya eneo lote kwamba ni inafanywa green, ni kwamba ni non go zone. Uwezo ukakanyaga, uwezo ukalima, uwezo ukapeleka mifugo. Sasa hebu angalia eneo lote hilo. Au angalia tu kwenye, kwa mfano kwenye eneo lako ambalo unaishi, unaambiwa ya kwamba eneo lote la 87 ya eneo ya nyumba yako kwamba uache, alafu unachoka kale ka sehemu, utafanyia nini? Inasikitisha sana kwa kweli, inasikitisha sana. Nafikiri ndugu zangu wote hapa mmesikia kabisa jinsi mambo yanavyoendelea huko kwa ndugu zetu Loliondo na Ngorongoro, na ndio maana leo tukasema kwamba tunafanya simulizi za nyuma ya pazia ya Loliondo na Ngorongoro. Kwa hivyo nafikiri wote mmesikia, na kama kuna mtu yote ana swali kutoka hapa Discord, basi unaweza ukanyosha mkono wako ili tukupandishe uulize. Lakini pia vile nakuona dada Moto umeshafungua mic yako. Karibu sana na kukaribisha uchangie kuhusiana na hili, ama kama kuna swali kwa kaka Julius, karibu sana. Nina swali dogo sana. Sijui nasikika? Unasikika dadangu, karibu. Asante sana kaka Julius kuja. Niko very emotional lakini nitajitahidi. Omba msikilize. Asante, yani pole sana kwa yote yaliyotokea. Una support yetu sisi kama wanaharakati, kama Watanzania, Watanganyika. Tuko pamoja na nyie. Na kweli kuungana kwetu ndio itakuwa nguvu yetu. Tuungane, familia ya Kimasai na sisi tuungane, tupigane na hawa madhalimu ambao wanatuonea. Mimi swali langu, tumeona sana mitandaoni mnavyoteswa, na kweli tunasikitika, tunaumia, lakini tunasema tufanyeje? Kufanya kwetu ni kuungana kwetu, ndio tunakwenda kukomboa nchi yetu. Tunawapenda sana. Yani wamekuwa na maganzi ya roho, sijui, yani ni mashetani, lakini hiyo sasa hiyo inajulikana. Lakini swali langu ni kwamba mnavyohamishwa, mnavyoteswa hivi, najua kwamba ni tangu mwaka 1956 nafikiri ndio hii shida ilianza, lakini unasema kwamba kuna uafadhali wakati viongozi fulani ndio wako kwenye madaraka, mnakuwa kidogo afadhali, lakini mnateseka sababu ya Mungu alichowapa. Na sisi kama unavyoona nchi nzima inateseka kwa sababu ya vitu tulivyopewa na Mungu. Lakini swali langu ni kwamba mnavyohamishwa hivi, na hasa hii project ya kuhamishwa kupelekwa Tanga, hivi mnakwenda mnaonyeshwa kwamba mbuga ni hii, misitu ni hii, mkae humo, au mnakuta mmetayarishiwa mazingira yametayarishwa, mnasema kwamba mnahamishiwa huko, au wanasema kwamba mtajijua misitu ndio hii, ni desturi zenu na ni custom yenu kukaa kwenye misitu, kwa hiyo wanawatupeni tu huko, au wanawatarishia, au wanawapa na fidia. Najua kwamba kuna siku moja kwenye mkutano wetu niliuliza swali, mgeni wetu akasema sisi hatutaki fidia, tunataka ardhi yetu, na inaelewekana hiyo absolutely. Lakini sasa mnapewa fidia huko mnakokwenda, au hapo mazingira mapya mnayopewa, mnapewa vitu kama maji au zianati, au ndio mnatupwa tu
wanasema kwamba you will figure it out. Ndio swali langu. Asante na poleni sana. Tuko pamoja babangu, tuko pamoja. Tunashukuru sana. Pole na wewe. Haya, asante sana. Ni kwamba kama ulikuwa mwanzo kwenye mjadala wetu, naambiwa watu walioondoka, kuna watu huku 100,000, sijui 100,000 kama na 7 kwa mujibu wa ripoti za tume ya rais ambazo ziliundwa Januari mwaka jana, mwaka huu. Sasa unaambiwa kwamba walioondoka hawazidi hata 8,000, na kule kuna madoido kwamba kuna watu kuja. Kama ulishakuja Endolent au kama ulishakaa Ngorongoro kidogo, wewe sio mwenyeji lakini umekaa, walikuwa wanafanya mbinu ya kwamba wanawaleta wale watu ili kuonyesha kwamba kuongeza idadi ya watu walioondoka. Sasa iko hivi, watu wanakuja wanakuandikisha kwa wale wenzetu ambao wameondoka. Naongea kwa niaba ya wale wenzetu ambao wameondoka. Ilikuwa hivi, wanakuja wanakuandikisha, wanakuja wanapiga rangi nyumba, yani wanaweka namba ya kuhama ile, alafu wanakuja siku ya kwenda, unapewa promise zote kwamba utaenda, utapewa. Kwa mfano, unajua sasa huku sisi ni familia hii polygamy, kwamba kama baba na wake 2 ama 3, wanakuambia kwamba utaenda kupewa nyumba zote kule. Alafu anakuja na kuvunjia nyumba hii hapa, uambiwi tathmini ya kwamba hii nyumba yako thamani yake ni hii hapa, uambiwi. Lakini nyumba inavunjwa, wao ungeenda siku mnaenda labda mnasafirishwa, wakati mnafikishwa Karatu ambako ndiko makao makuu ya Ngorongoro Conservation Area, unaenda kuambiwa ya kwamba unaenda kulipa shilingi ngapi, na umevunja nyumba yako. Ujue unapokwenda kule, unaenda unakutana na mambo mengi. Unakuta kwanza, kwa mfano kama ni baba mwenye wake 3, na pia tume ilileta ya kwamba kuna huo ukiukaji ya kwamba watu walidanganywa. Unaambiwa unafanyiwa hivi, lakini unaenda kukuta mambo ambayo ni tofauti na ulichoambiwa huko. Kwa hiyo ipo, watu wanatoka huku, unadanganywa, unaambiwa kuna maji mazuri, una bomba, sijui nini. Sasa unaenda kule unakutana na kwamba hakuna maji, lakini pia unaenda unakutana na nyumba. Unajua sisi wa Masai, kwa tabu zetu, uwezo baba na watoto wakalala nyumba moja. Ni kwamba kama baba analala nyumba nyingine, nyewe watoto mtalala nyumba nyingine. Kwa hiyo hamwezi mkachanganyikana kwa nyumba moja. Sio heshima kwetu kwa kadri ya mila yetu. Kwa hiyo watu wanaenda wanachanganywa kule. Lakini pia watu wamepelekwa kule, watu ni wafugaji, alafu na mtoa mfugaji huku unaenda unapeleka kwenye sehemu yenye mipango mji, kwamba ni mipaka, natoka huku kwenye eneo la nyuma aliyopewa, anaishia kwenye mpaka mwingine. Kwa hiyo kule kuna ugomvi mwingi, na kwa mfano kuna watu kule walikuwa na mifugo wamekufa kwa sababu ahadi ile haijatekelezwa. Unaenda hujapewa sehemu ya kwenda kuchunga wale ng'ombe, kwa sababu wale watu wako mjini, yale maeneo yamefanywa mipango mji. Wewe unaenda unakatiwa eneo, kwa hiyo wale ng'ombe wako wanabaki kwenye ile eneo lako dogo tu ndani ya, na kitoka kule akaenda kula shamba la mtu, ni kesi nyingine. Tuna ndugu zetu ambazo tunapata taarifa nyingi tu ya kwamba kwa kweli hali ni mbaya kule. Walichoambiwa na walichokikuta ni tofauti kabisa. Kwa hiyo sisi ni wafugaji asili. Sasa unampeleka mfugaji kule, unaenda kumlazimisha kuwa mkulima kwa sababu unampeleka sehemu yenye mipango mji. Hata hana sehemu ya kulisha mifugo. Hali ya hewa ya kule na huku ni tofauti. Ng'ombe wanakufa. Sasa unamlazimisha mtu kwenda kulima wakati alikuwa mfugaji. Kwa hiyo hiyo ipo wenzetu, na experience ya wenzetu ambao wamefanyiwa hivyo. Nimejibu swali lako. Asante sana. Nilikuwa na mtandao wangu ulikuwa mbaya, ndio maana sikuweza kuungana na nyie tangu mwanzoni. Asante sana. Pole. Sawa. Asante, pole na wewe. Asante sana kaka Julius, pole dada Moto. Maumivu ni yetu sote, ndugu zetu, tuko pamoja na nyinyi na tunapambania pia kuhusu swala lenu, lakini tuna imani kila kitu kitawezekana, na ndio maana yule ndugu yetu kule kutoka Clubhouse alisema kwamba tunawahitaji na nyinyi hapo kama ndugu zetu wa jamii ya Kimasai
muungane nasi katika hizi harakati ili tuweze kufanikisha jambo letu, maana umoja ni nguvu wanasema. Kwa hiyo inabidi tuungane, ndugu zetu wa Masai, na sisi hapa kutoka Umakondeni, kutoka kila sehemu, tuungane sote kwa pamoja. Sisi sote ni Watanganyika ili tuweze kufanikisha swala ambalo linatukabili hivi sasa. Ninaomba kukaribisha tena swali kutoka Discord ama kutoka Clubhouse tena, kwa sababu mpaka sasa hivi nakaribia kufunga mkutano. Kwa hiyo naomba yoyote yule mwenye swali anaweza akauliza kutoka Clubhouse, kutoka Discord na hata TikTok pia, kama kuna mwenye swali. Nina swali moja. Okay, kuna swali kutoka Clubhouse. Na swali moja. Nina swali kwa Bwana Julius kwamba hebu tuambie, kwa sababu Wamasai kutoka Ngorongoro anasema wakifikishwa Karatu ndio wanaambiwa kwamba labda atalipwa kiasi gani, na vile vile alituambia kwamba wao ni wanawake, wengine wao wanawake 2 watatu. Sasa hajatuambia walipofikishwa kule Tanga wale wake 2 watatu waliingizwa kwenye hii nyumba moja au ilikuwaje? Na alituambia kwamba watoto walikuwa wanalala nyumba tofauti na sasa hivi wanachanganywa, lakini hajatuambia habari ya kama wanawake 2 watatu walikuwa wameingizwa kwenye hiyo nyumba moja. Kwa hiyo naona ni uvunjaji wa utamaduni wao. Pili, hajatuambia ni namna gani mifugo ile ilisafirishwa paka huko Tanga. Serikali iliwapakia mifugo yao kwenye magari, kwenye lori kubwa, au ni wao wenyewe waliswaga ile mifugo paka Tanga? Maana mifugo kutoka Ngorongoro hadi Tanga ni maili ndefu sana. Unajua wengine watakuwa wamekufa njiani. Kama walikufa njiani mifugo hao, je, walifidiwa au ilikuwaje? Na walitengewa maeneo, aliniambia ni maeneo madogo kufuga, ilikuwa ni ugomvi. Sijui kama kulikuwa na maeneo mengine ambayo serikali labda ilisema ni maeneo fulani mtaenda kufuga mifugo yenu mbali maeneo haya. Hebu kidogo atupe hiyo ufafanuzi kuhusu kama mifugo ilikufa au walisafirishwaje, au wao wenyewe walipewa ticket ya kwenda na mifugo yao ilibebwa na serikali kwa kutumia malori makubwa. Asante. Asante sana. Ni kwamba ni mifugo walibebwa na serikali kupitia kwenye malori mpaka walifikishwa kule, lakini kwa kuwa taarifa nyingi hazikuwa zinatoka kwamba nini kiliendelea, kwa sababu walikuwa wanaficha taarifa nyingi. Kwa mfano wenzetu walipofika kule walikuwa wanatishiwa ya kwamba wakitoa taarifa ya kwamba walichokikuta kule kulikuwa kuna matishio hayo, na kwa hiyo hatukujua ya kwamba ya kiasi cha mifugo waliokufa njiani, lakini ni kwamba serikali ndio ilikuwa na wajibu ya kusafirisha hizo mifugo na walisafirishwa. Walichofika kule, kama unakumbuka au kama ukiingia hata YouTube na ukikutana na clip aliyekuwa mbunge mstaafu wa Ngorongoro Saningo Letelele, alilalamika ya kwamba nimeletwa huku sijawahi nimechanganywa na watoto kiasi ya kwamba kimila ile sio nzuri. Kwa hiyo kuna watu wamelalamika pia kule, lakini pia kuna ile ardhi, kwa mujibu wa tume za rais, wamesema ya kwamba kweli wamebaini ya kwamba watu wamepeleka kwenye ardhi ya watu wengine. Kuna wenzetu kule ambao ni Wamasai wenzetu Parakuyo ambao wanapatikana maeneo ya Tanga au Andeni ambao watu walipelekwa Msomera. Wale watu pia walilalamika kwamba unakuja unamkuta mtu kwenye eneo lake unamega alafu unampa mtu mwingine, unamnyang'anya mtu shamba alafu unampa mtu mwingine. Wao kulikuwa kuna serikali ilitengeneza ugomvi wa ndugu wa Masai, kwamba kuna ugomvi kati ya Wamasai wa Ngorongoro na Wamasai wa Msomera, wale wazao wa eneo ile, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba ile ilikuwa ni ardhi, ilikuwa ni pori la akiba, lakini ukweli ile ilikuwa ni maeneo ya watu wanahati miliki. Na mpaka sasa hivi nafikiri kuna kesi kama 3 za wenyeji wa Msomera ambao wamefungua kesi kwa watu wale ambao wamewekwa kwenye yale maeneo na serikali. Kaka Julius, umekata sijui au labda umemaliza au tukusikie tena? Nimemaliza. Nimemaliza. Labda kama sijasikika naweza nikarudia.
Okay, labda tu niulize tu kule Clubhouse kama swali jibu limekuwa clear kwao, na kama sivyo basi unaweza kurudia. Maboi, naomba unipe taarifa kuhusu Clubhouse vipi? Swali limekuwa clear? Mzee Nelson, jibu yako limejibiwa sahihi au la? Mzee Nelson. Nadhani Mzee Nelson haipo karibu. Naweza mkaendelea huko. Okay, sawa basi tunaendelea. TikTok kama kuna mtu yote ana swali kabla sijahitimisha mkutano wetu wa leo. TikTok kama kuna mtu yote ana swali. Ole Sayori. Unaweza kuongea sasa hivi Ole Sayori kutoka TikTok? Yeah, of course, but nimechelewa kujoin. Hamna shida. Kwa hiyo niliwish kupata muda kidogo. Aha. Okay. Labda ngoja basi nikupe dakika kadhaa tatu ili ujiweke sawa, lakini mkutano wetu leo nafikiri unafahamu ni kuhusu nyuma ya pazia la Loliondo na Ngorongoro. Ndio tunazungumzia leo yale madhira na mambo mengi ambayo yanaendelea kule kwa ndugu zetu kutoka Ngorongoro. Kwa hiyo nakukaribisha sana, dakika kadhaa hapo unaweza ukafungua mic kwa sababu nakaribia kuhitimisha mkutano wetu wa leo. Okay, Sabore Ngwarusi, una swali labda?